Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Bwana Marco Rubio anachukizwa na msemo wa Free Palestine ambao unatumiwa sana na baadhi ya waandamanaji huko nchini Marekani na maeneo mengi ulimwenguni. Anasema analaani wimbo huo wa uhuru wa Palestina kwa maana ya Free Palestine, akisema hiyo ni ishara ya chuki kwa Wayahudi. Rubio alilaani wimbo huo kama nembo ya chuki kwa Wayahudi na anaonya kwamba hakuwezi kuwa na maelewano na chuki dhidi ya Wayahudi. Anasema waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Marekani. Free Palestine ni kauli ambayo ilitumiwa ambapo mshambuliaji wa Washington baada ya kuwaua Wayahudi wawili waliohudhuria katika makumbusho ni mfano wa chuki inayotokana na kifo hicho dhidi ya Wayahudi. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Bwana Marco Rubio anasema kwamba watu wengi hutumia wimbo huo katika kufanya mashambulizi huku wakisema kwamba lazima Palestina iwe huru. Akizungumza katika kongamano la kimataifa la kupambana na kupinga Uyahudi huko Yerusalemu, Rubio alilaani wimbo huo akisema ni nembo ya chuki kwa Wayahudi na anaonya kwamba hii itasababisha chuki katika taifa hilo la Kiyahudi. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani alianza kwa kutoa shukurani kwa waziri wa mambo ya nje Gideon Saar kwa mwaliko huo na kusikitika kwamba hakuweza kuhudhuria ana kwa ana katika mwaliko huo. Hata hivyo, alikumbuka maneno ya Golda Meir kwamba ilimchukua Musa miaka 40 kupata sehemu pekee katika Mashariki ya Kati isiyokuwa na mafuta. Kisha akaongeza, utajiri wa Israeli haukuwa chini ya ardhi bali katika watu wake ambao aliwataja kuwa wahamishwa, wasafiri na wautaji ndoto kutoka ulimwenguni pote ambao walifanya jangwa kuchanua na kuwa taifa kuu la kiteknolojia. Alilinganisha mafanikio ya Israel na chaguzi za majirani zake akisema walishindwa kuthamini jinsi ya kufuata kielelezo cha Israel kungeweza kuleta ufanisi katika eneo hilo. Badala yake walichagua vita. Waliamua kuatia umasikini watu wao katika jitihada zisizokuwa za maana za kuangamiza Israel. Walifanikiwa katika lile la kwanza huku akishindwa katika jambo la pili, anasema Marco Rubio, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani. Akigeukia janga la chuki dhidi ya Wayahudi, Rubio aliuita ubaguzi wa zamani zaidi ulimwenguni, na ikizingatiwa kwamba sote tuko hapa leo, pia ni ubatili zaidi ulimwenguni kuwabagua wa Israeli Wayahudi. Alifuatilia mizizi yake kihistoria kutoka kwa mafarao na falme hadi kwa Adolf Hitler na anabainisha kwamba tawala hizi na himaya zimesambaratika, lakini Israel inasimama na watu wa Kiyahudi wanafanikiwa. Aliongeza Bwana Rubio, ninaombea siku ambapo ulimwengu mzima utatambua ubatili wa chuki dhidi ya Wayahudi, wakati viongozi watakapoacha chuki ya kujiangamiza na kuunda mustakabali mpya kwa ushirikiano wa Israel. Hata hivyo, Bwana Marco Rubio hapendezwi na uhuru wa Palestina, huku akiamini kwamba kuwepo kwa uhuru wa Palestina ni kutengeneza chuki kwa Waisrael, hasa Wayahudi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.